أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد أيها الإخوة. Ndugu wapenzi watazamaji wa television yetu African TV, katika darasa lililopita tumekuja kuona sababu za sura za Qur'ani kutokupangwa ndani ya kitabu kama zilivyoteremshwa katika nambari zake za uteremsho. Tumekuja kuona katika sababu tuliyoieleza katika darasa iliyopita kwamba ni muujiza wa Qur'ani, kwamba ile Qur'ani ni muujiza, lakini ndani yake pia katika kupangwa zile sura za Qur'ani ndani yake pia kuna kuwa na muujiza. Leo insha Allahu Taala nitaendelea kueleza katika kupangwa zile sura za Qur'ani kwamba ni muujiza na ndani yake kuna muujiza. Kwa mfano, Suratul Hadidi, hii inakuwa ndiyo sura pekee katika sura zote za Qur'ani ambayo imeweza sura hii kueleza ya kwamba chuma kiliteremshwa kutoka angani kikaletwa katika ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Suratul Hadidi ilikuwa ni sura ya 94 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallama, ikaja ikahamishwa, ikaja ikapangwa, ikawa ni sura ya 57 ndani ya kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim. Qur'ani ina sura 114. Kwa hiyo nusu ya 114 ni 57. Kwa hiyo sura itakayokuja kukaa ikaja ikakaa ikawa ni ya 57 ndani ya kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Sura hiyo itakuwa ndio sura pekee iliyokaa katikati ya mashafu. Sasa sura hii ilihamishwa kutoka, ilikuwa ni sura ya 94 kumteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallama, ikaja sasa ikapangwa ikawa ni sura ya 57. Sura iliyokuwa ni ya 57 kumteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallama ilikuwa ni surati Luqmani. Imechukuliwa ile surati Luqmani, imekuja kupangwa, imekuwa ni sura ya 30, imekuwa ni sura ya 31 katika kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim. Kwa hiyo unakuja kukuta ya kwamba Suratul Hadidi inakuwa ndio sura pekee iliyokwenda kukaa katikati ya mashafu. Kwa sababu gani? Kwa sababu inakuwa ndiyo sura pekee katika sura za Qur'ani iliyoweza kueleza ya kwamba chuma kiliteremshwa kutoka angani katika aya yake ya 25, wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas, na pia tulikiteremsha chuma kutoka angani. Hicho chuma kina nguvu na kina manufaa kwa watu. Qur'ani ilisema chuma kiliteremshwa kutoka angani. Watu wa astronomy aya hii walikuwa wanaichukulia kwamba ni aya ya kufikirika, ni aya ambayo haina maana ya kuteremshwa kitu kutoka juu na kuletwa chini ardhini. Lakini leo watu wa astronomy wamekuja kujua ya kwamba chuma kiliteremshwa kutoka angani kikaletwa ardhini. Wamekuja kulijua hilo. Wamekuja kujua ya kwamba
ile joto linalotakiwa kwa ajili ya kukitengeneza chuma kwa mara ya kwanza, joto la namna hiyo ndani ya jua letu halipo. Ili chuma kiweze kutengenezwa, inatakiwa ile temperature yake iwe ni milioni 100 degrees kwa mujibu wa vipimo vya Fahrenheit. Hapa ndiyo chuma kitatengenezwa. Sasa unakuja kukuta ya kwamba jua letu linakadiriwa kuwa na joto temperature milioni 20 degrees kwa mujibu wa vipimo vya Fahrenheit pale katikati yake. Sasa unakuja kukuta ya kwamba joto hili halitoshi kwa ajili ya kukiumba chuma. Kwa hiyo unakuta kwamba chuma kinalipita joto la jua letu kwa mara 5. Kwa hiyo watu wa astronomy wamekuja kugundua ya kwamba jambo hili lilifanyika katika space ya 35, katika kitu kinachoitwa supernova, kwamba kulitokea huo mlipuko uliokuwa mkubwa, ndiyo kikapatikana kitu kama maji kikateremshwa ndani ya dunia yetu, katika sayari yetu inayoitwa dunia. Kilipoteremshwa kikafika kwenye ardhi, ikakutana na ardhi yakapenya kama maji yale. Yalipofika katikati ya ardhi, yalipopoa, ndiyo chuma. Kwa kuwa sura hii ina aya iliyoeleza ya kwamba chuma kiliteremshwa kutoka angani kikaenda kuwekwa katikati ya ardhi, na sura hii nayo pia imechukuliwa, imekwenda kuwekwa katikati ya mashafu. Huu ni muujiza wa Qur'ani katika kupangiliwa zile sura zake, nazo pia katika kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim. Sasa unakuja kukuta ya kwamba lile neno chuma katika lugha ya Kiarabu ni hadid, lina herufi 4: he, dali, ye, dali, na kila herufi moja inakuwa na thamani yake katika nambari za kihesabati. He thamani yake ni nambari 8, dali thamani yake ni nambari 4, ye thamani yake ni nambari 10, dali thamani yake ni nambari 4. Jumla inakuwa ni 26, thamani yake inakuwa ni nambari 26. Sasa ukiwauliza watu wa physics atomic number ya chuma, watakwambia nambari 26. Na lile jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu, kutokea aya ya kwanza ya suratul Hadidi mpaka kufikia katika ile aya ya 25 ambapo ndani yake ndiyo linatajwa neno chuma. Jina hili tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linatokea nalo pia kwa mara 26. Mtume asiyejua kusoma wala kuandika karne ya 7 aliwezaje kuleta mtiririko kama huu? Aliwezaje kujua atomic number ya chuma kwamba ni nambari 26? Ni dhahiri ya kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hata zile sura katika kupangwa kwake ndani ya kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'anul Karim, kinyume na vile zile sura zilivyopangwa, zilivyoteremshwa na zilivyokuja kupangwa, inakuwa pia ni muujiza wa Qur'ani ndani ya Qur'ani katika kupangwa zile sura za Qur'ani. Hii pia ni sababu nyingine. Sasa hapa insha Allahu Ta'ala, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inatubidi sisi tuanze pia kueleza sababu ya Qur'ani. Kwa nini Qur'ani iliteremshwa kidogo kidogo? Kwa nini Qur'ani isiteremshwe yote mara moja kama vilivyoteremshwa vile vitabu vingine, Taurati, Zaburi na Injili, kumteremkia yule mtume husika na ule umma husika wa kitabu kile? Qur'ani haikuteremshwa hivyo. Qur'ani iliteremshwa kidogo kidogo kumteremkia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 23, alafu ikaja ikakusanywa na kuwa kitabu kimoja kama hivi unavyoiona Qur'ani ilivyo. Qur'ani yenyewe kwanza imeeleza sababu za Qur'ani kuteremshwa kidogo kidogo. Katika sura ya 17 Bani Israila,
Katika aya 105 mpaka aya 106 Qur'ani ikasema, wabilhaqi anzalnahu wabilhaqi nazala wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Sadaqallahu al-azim. Kwa ajili ya kuleta haki katika dunia, ndiyo maana tumeiteremsha Qur'ani, na kwa haki tumeiteremsha Qur'ani, na hatukukupeleka wewe bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa uwe mtoaji wa habari njema na muonyaji. Na hii Qur'ani tumeitawanya kwa kuiteremsha kidogo kidogo, ili upate kuwasomea watu kwa kituo, na tumeiteremsha kidogo kidogo ili iwe ni nyepesi hii Qur'ani kuhifadhika. Hii hapa Qur'ani yenyewe inaeleza sababu mbili za kitabu hiki kuteremshwa kidogo kidogo. Sababu ya kwanza, ili yule Mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kuwasomea watu hii Qur'ani kwa kituo, kuhakikisha ya kwamba sura au aya zilizomteremkia zimefikishwa kikamilifu, zimefundishwa kikamilifu, zimepokelewa kikamilifu, zimehifadhiwa kikamilifu, zimefanyiwa kazi kikamilifu, kinadharia na kivitendo. Alafu ndio inakuja sasa zinateremshwa aya nyingine au sura nyingine. Sababu nyingine ya pili, Qur'ani yenyewe ikaeleza, wanazzalnahu tanzila, na tumeiteremsha kidogo kidogo ili iwe ni nyepesi kuhifadhika hii Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani katika pia sababu ya kuteremsha kidogo kidogo ni kuhifadhiwa ile Qur'ani. Kila sura na kila aya zina asbabu nuzuli, na sehemu ilipoteremkia na sababu ya kuteremshwa kwa sura hiyo au aya hiyo. Sura za Qur'ani kuwa na asbabu nuzuli, sababu ya kuteremshwa na mahali ilipoteremkia, na sehemu zenyewe zinakuwa ni mbili tu, ni makiyatun na badaniyatun. Ni Maka, kuna sura za Maka na aya za Maka, na kuna sura za Madina na aya za Madina. Hii inakuwa ni moja katika namna ya kuhifadhi Qur'ani, kuitunza Qur'ani. Na wewe ukijaribu kuandika Qur'ani yako, watu watakuuliza jambo la kwanza kwamba sura hii au aya hii iliteremkia wapi na nini sababu ya kuteremka kwa aya hiyo au sura hiyo. Kwa hiyo zile sura za Qur'ani kuwa na asbabu nuzuli, sababu ya kuteremka na mahali ilipoteremkia, inakuwa pia ni moja katika namna ya ulinzi wa kuilinda ile Qur'ani. Kwa kiasi hiki, kwa leo alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaishilia hapa. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah.